Naam, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Naam, kwa habari ya malaika wanne ambao wamefungwa katika mto Frati. Neno la Mungu linapowazungumzia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9 mstari wa 13 hata wa 21. Neno la Mungu linasema kwamba na malaika waliofungwa kwenye mto wa Efrati wanataja kama sehemu ya 10 ya 6. Unaweza ukarejea habari za kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9 pia, ambapo malaika wanne walifungwa kwenye mto wa Efrati. Wanatajwa kulingana na unabii huo. Malaika hawa wanne wamefungwa kwa ajili ya kusudi maalum, na kutolewa kwao pia kutakuwa ni sehemu ya hukumu kwa Mungu. Sasa katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9 mstari wa 13 hadi 21, malaika wanne waliofungwa kwenye mto Efrati wanatajwa kama sehemu ya hukumu ya malaika wa 6. Malaika hawa wanne pia walifungwa kwa ajili ya saa, siku, mwezi na mwaka ambao uliamriwa kwa ajili ya kuua serusi moja ya wanadamu juu ya nchi. Sasa hao malaika wakati walipofunguliwa waliwaongoza majeshi makubwa ya farasi na wapanda farasi waliokuwa na vichwa kama vya simba, na moto, moshi na viberiti vilitoka mdomoni mwao. Hawa malaika ni nani? Na hawa malaika waliofungwa kwenye mto Frati, neno la Mungu linatuambia kwamba wamefungwa kwa kusudi maalum kwa ajili ya ile saa, siku, mwezi na mwaka, ili kusudi waue serusi ya wanadamu. Hawa ni malaika ambao wamefungwa kwenye mto Frati. Pia ni habari za kinabii pia zimefafanua tofauti mbalimbali kuhusu hawa malaika wanne. Ufafanuzi wa malaika wanne waliofungwa kwenye mto Frati unaweza kuwa ni tafsiri tofauti kulingana na imani na mtazamo wa mtu. Kwa mfano, tutaangalia baadhi ya mitazamo na maoni kuhusu hawa malaika wanne waliofungwa kwenye mto wa Efrati. Sasa hapa kuna baadhi ya maoni, kuna maoni ya kihistoria, kuna maoni ya kiroho na kibiblia. Tutaangalia moja moja, na mwisho wa siku tutajua kuhusu hawa malaika wanne ambao wamefungwa kwenye mto Efrati. Kwa sababu ya maoni ya kihistoria, wengi wanafikiri kwamba malaika hawa wanne walikuwa ni malaika wabaya waliokuwa wakisubiri wakati wa hukumu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba hao malaika wanne waliofungwa kwenye mto Efrati ni malaika wabaya ambao wamefungwa hapo tu wakiwa wanasubiri hukumu yao. Pia sasa maoni ya kiroho, wengi wanafikiri ni ishara ya nguvu za kishetani au mapepo mabaya yatakayoletwa duniani. Kwa hiyo kwa watu wenye maoni ya kiroho na mtazamo wa kiroho, nasema wanaamini kwamba na wanafikiri ni ishara ya nguvu za kishetani au mapepo mabaya ambayo yataletwa duniani. Lakini kibiblia, katika mtazamo wa kibiblia na muktadha wa Biblia, mto wa Efrati unatajwa kama mpaka wa Israeli. Hivyo wengine wanafikiri malaika hao wanahusiana na hukumu kwa mataifa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, kwa sababu neno la Mungu limeonyesha kwenye baadhi ya maandiko ikiwemo Ufunuo sura ya 9 na Ufunuo wa Yohana 13:21, wanaonyesha kwamba hawa malaika wamewekwa kwa ajili ile siku, saa na mwaka, ili waue serusi ya wanadamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mtazamo kibiblia na muktadha wa Biblia, mtu wanaamini kwamba malaika hao wanahusiana na hukumu kwa mataifa ambao watakuja kwa ajili ya kushambulia taifa hilo la Israeli. Pia malaika wanne waliofungwa kwenye mto wa Efrati ni sehemu ya unabii katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9 mstari wa 21. Hiyo tunaijua, unaweza kurejea hapo ukasoma ili uone ushahidi wa hayo maandiko kuhusu hao malaika wanne ambao wamefungwa kwenye mto wa Efrati. Pia ufafanuzi wa kihistoria kwa undani kabisa. Mtazamo mwingine kuhusu ufafanuzi wa kihistoria, wanadai kwamba hao malaika wanne pia ambao watakuja kufunguliwa kwa huo mwaka, siku na saa ambayo imewekwa. Ufafanuzi wa kihistoria ni kwamba majeshi ya Wafaransa na Waturuki. Baadhi ya wataalamu wanafikiri malaika wanne hao wanawakilisha majeshi ya Wafaransa na Waturuki waliohusika katika vita vya enzi ya Napoleon dhidi ya Ottoman. Kwa hiyo hayo ni masuala ya kihistoria. Watu wanadhani kwamba malaika wanne ni majeshi ya Kifaransa na Waturuki. Kwa hiyo wataalamu wanaamini kwamba hao malaika wanne wanawakilisha hao majeshi ya Wafaransa na Waturuki waliohusika katika vita vya enzi kipindi hiko na Napoleon dhidi ya Ottoman. Kwa ni mtazamo wa kihistoria. Pia
huo mtazamo mwingine ambao pia nisema ni wa kiroho ni kwamba wengine wanafikiri malaika hao wanawakilisha nguvu za kishetani na mapepo mabaya yatakayoletwa duniani. Na pia nikasema kwamba wengine mtazamo wa Biblia kwamba ni uvamizi kuhusu mto Efrati. Mto Efrati unatajwa kama mpaka wa kihistoria, hivyo wengine wanafikiri malaika hao wanahusiana na uvamizi wa majanga yatakayotokea Mashariki ya Kati. Hizo ni tafsiri na mitazamo ya watu. Pia hizi tafsiri zinategemeana na mtazamo wa kihistoria na wa kiroho. Kwa hiyo huu ndio mtazamo wa malaika wanne. Kwa hiyo ukiangalia tu kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 13 mpaka 21 utaiona hiyo historia ya hao malaika ambao wamefungwa kwenye huo mto wa Efrati, ambao kwamba inafika wakati utafunguliwa. Na Biblia kwamba inasema kwamba malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue na hao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile siku, mwezi na mwaka, ili kwamba waue serusi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000, nikasikia hesabu yao. Na ukisoma hapa utakuja kugundua kwamba hii idadi ya hawa watu wanaotajwa kuuliwa hapa haina tofauti na yale majeshi ambayo yatapita kwenye mto Efrati utakapokauka. Yale majeshi, yani wale wafalme kutoka mashariki ya jua, haina tofauti na idadi inayotajwa hapa kwamba kuua serusi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi hapa nafasi ilikuwa ni 20,000 mara 10,000, nilisikia hesabu yao. Yaani ambapo ukipiga mahesabu utakuja kugundua hapa 20,000 mara 10,000. Ukija kupiga mahesabu utakuja kugundua ni hesabu ya watu wengi sana. Kwa hiyo sasa utakuja kugundua kwamba hawa malaika wapo kwa ajili ya kusudi hilo tu. Hao malaika waliofungwa kwenye mto Efrati kwa ajili ya kusudi hilo. Ndio maana Yohana anasema kwamba hivyo ndivyo nilivyoona hao farasi katika maono yangu, na wale ukaji wao wanadirii kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto, moshi na kiberiti. Na tukirejea kwa akili za kawaida, hakuna simba au hakuna farasi ambaye ana kichwa kama cha simba. Utakuja kugundua kwamba hii ni lugha ya fumbo. Sasa kuja kufumbua, unaweza kugundua hapa Yohana alichokuwa anakiona, alikuwa anaona magari ya kivita, alikuwa anaona vifaru, ndege zile za kivita, kwa sababu hakuna simba ambaye anatoa moto mdomoni wala moshi. Utakuja kugundua ni kifaru ndicho kinachotoa moto kwenye ile bomba yake na kinachotoa moshi. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba hayo majeshi yanayotajwa ambao utapita kwenye mto Frati na malaika ambao wamewekwa, kwa hata usomaji wa Biblia wanakuja kugundua kwamba mto Frati utakapokauka, hiyo ni njia inatengenezwa kwa wafalme kutoka mashariki kwa ajili ya vita ya Armageddon. Leo ukija kuangalia pia vizuri ni kwamba katika vita ya Armageddon Mungu atawatetea watu wake Israeli. Sasa angalia nini kinachotokea. Hiyo njia wanaoipitia ya mto Efrati, na neno la Mungu linasema kwamba hapo ndipo kuna malaika au wanne waliofungwa, na hao malaika wamewekwa kwa ajili ya ile siku, saa, mwaka na mwezi, ili waue serusi ya wanadamu. Kwa hiyo unaweza kuja kugundua hawa malaika wanne wamewekwa kwa hilo kusudi. Kwa hiyo ndio maana tumeangalia kihistoria, kiroho na kibiblia. Sasa wewe utaangalia katika hizo ni ipi ambayo imekaa sahihi. Nilikuwa nimekuletea hili kwa sababu mtu alitaka kufahamu kuhusu hawa malaika wanne waliofungwa kwenye mto Efrati. Walifungwa kwa ajili gani na kwa nini wako hapo? Neno la Mungu linasema kwamba wamewekwa kwa ajili ya ile siku, saa, mwezi na mwaka, ili waue serusi ya wanadamu. Ndio lengo lao kufungwa kwenye mto Efrati, kwa sababu inaonekana kwenye mto Efrati kuna majeshi ya wafalme kutoka mashariki tapita hapo. Kwa hiyo unaweza kupata picha lengo la malaika kufungwa hapo. Kwa hiyo haya yote tunapoyaona tunatambua kwamba ule mwisho pia unakwenda kukaribia, na ni ile ishara kwamba sisi tujiandae kumpokea Yesu Kristo, kumlaki Yesu Kristo mawinguni hapo kuja kulichukua kanisa lake. Yani nikiwa namaanisha kwamba unyakuo wa kanisa.
Basi haya yote yatatokea kipindi ambapo kanisa litakuwa limekwisha kunyakuliwa. Basi Bwana wetu Yesu Kristo awabariki sana. Usisite kumtii Kristo maisha yako na kumwamini, maana yeye atakurehemu na jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima, maana Yesu Kristo njia ya kweli na uzima wa milele. Amen.